الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، tulikuwa tunasoma aya za 28 na 29 katika kuelezea manasik al-hajj, yale ambayo yanayotendwa katika fardhi ya al-hajj, kama ilivyokuja kwamba aya iliyopita kwamba wanapokwenda kutoka nchi mbalimbali kwa ajili ya kukusudia haji, baada ya wito aliofanya Nabii Ibrahim kwa kupewa amri ya Mola wake kuambiwa, baada audhu billahi minash shaitani rajim, waadhin fi nasi bil hajj, waite watu wanadie na watangazie kwa waja haji. Waadhin fi nasi bil hajj yatuka rijala, watakujia wewe. Na hii sharaf kwa Nabii Ibrahim, sio watakuja katika eneo hili, watakuja wewe, na wakikuja wewe wamekuja kwa ajili ya wito wa Allah. Hii sharaf na heshima zaidi kwa Nabii Ibrahim, yatuka watakujia rijalan, kwa miguu, ala kulli dhamir, na katika vipando vya ngamia waliochoka kabisa, yatina min kulli fajin amiq, wakitoka mbali kabisa katika sehemu mbali za miji. Wakati huo mwaka wa 10 Hijri ndio kwanza Waislamu unaingia katika Jazira al-Arabia, na bado katika vita na eneo lao wanaloishi. Halafu na hii aya inasema yatina min kulli fajjin amiq, na kusema hivyo yatina min kulli fajjin amiq bimaana kwamba watakuja kutoka sehemu mbali sana, kutoka katika kila njia ya mbali. Dalili ya kuonesha kwamba itakuja wakati Uislamu utaingia mpaka sehemu za mbali za nchi za mbali. Ishara na kusema kuambia watu kwamba Uislamu utafika mbali na watakuja kutoka mbali. Leo tizama, kutoka kontinenti zote Waislamu wanakuja kufanya hija Makkah, wanakwenda kufanya hija min kulli fajin amik. Wanatoka Australia, wanatoka New Zealand, wanatoka Amerika, wanatoka Canada, wanatoka Uingereza, wanatoka Europe yote, wanatoka Afrika, wanatoka wapi kote. Yatina min kulli fajin amik, yote kwa ajili nini? Liyashhadu manafi' lahum, waje kushuhudia manufaa yao, wayadhkuru isma Allahi, na kuja kumtaja Mola subhanahu wa ta'ala, fi ayamin maalumat, katika siku maalumu, ala ma razaqahum min bahimati al-an'am, kumtaja juu ya nyama walio waruzuku Mwenyezi Mungu kuwala, min bahimati al-an'am, nyama huwa min al-ibli wal-baqar wal-ghanam, baina ngamia na ng'ombe na mbuzi na kondoo. Naam, fakulu minha wa atimu al-ba'is al-faqir, katika jumla ya kusisitiza kufanya ibada, basi umleni katika hicho mlichochinja, na mwalishe watu wenye shida na walikuwa fakiri. Alafu baadaye wanaamrishwa katika aya ya 29, thumma liyaqdu tafathahum. Atafath, takataka zote zilizokusanyika katika siku zote toka kuvaa ihram mpaka siku hiyo ya baada ya kuisha kuchinja. Halafu anaambiwa nini? Wakoge baada ya kumaliza manasik al-hajj. Thumma liyaqdu tafathahum, wajisafishe, waliyufu nudhurahum, wajisafishe na kujitakasa katika kunyoa nywele mbalimbali, ikiwa za kwapa, za chini, nywele za kichwa, halafu kisha baadaye na kukata makucha na kujisafisha ukawa msafi kabisa. Thumma liyaqdu tafathahum
waliyufu nudhurahum. Hapo ndio wakati wa kuondoa nini, nadhiri zao walizoziweka. Nadhiri zao leo tunapitia mbio kwa sababu kuunganisha alafu ikisha nini, baada ya kufanya hivyo, wakiwa vile kitendo cha haji kishapungua mpaka hapo, iliyobakia nini, ile tawafu ya haji ni katika nguzo za haji. At-tawaf katika nguzo za haji al-wuquf bi Arafa, simama Arafa. Katika nguzo za haji al-mabit bi Mina, kulala Mina. Katika nguzo za haji ar-ramy bil jamarat, majamarat tatu yale, kupiga mawe sehemu tatu. Hizo zote katika haji, kabla yote nia na kuvaa ihram na hizo zote. Na tawafu yake imeakhirishwa, mtu mkwenda tarehe 8 Mina, tarehe 9 katika Arafati, usiku wake akarudi Muzdalifa, wakaweza kulala pale kidogo, kisha karudi Mina kwa ajili ya tarehe 10 ile siku yenyewe, kwa ajili ya kuchinja na kwenda kupiga mawe 7, Aqaba 1 tu ile. Siku ya pili matatu, yote matatu 7 7 21, siku ya tatu 21. na wantaajala fi yawmayn fala isma alayhi. Haraka kaondoka baada ya siku mbili, itakuwa kapiga 21 mara 2 42 na 7 49, haende zake. Wantaakhara, akachelewa, kakaa na siku ya tatu 21 nyingine 7 7 7 21 mara 3 63, na zile 7 ya siku ya mwanzo siku ile mawe 70 akipiga, fala wantaajala fala isma alayhi liman ittaqa. Ndio yule mwenye kumcha Mungu atapenda kuongeza siku moja, anapata katika jumla manasik, anaongeza nusuk moja nini ya kupiga mawe tena siku moja zaidi. Lakini kutahallal kwa kule kuvua nguo za ihram, ikawa baadhi ya mambo yameruhusiwa na baadhi bado yamezuiliwa. Kule kuchinja na kukata makucha na kunyoa, muhimu zaidi kunyoa na kuchinja. Hapo wewe ukishatahallal unaweza kwenda na nguo zako za desturi kwenda zako Makka kwa kutekeleza kipande cha mwisho cha aya, waliyatawafu bil baitil atiq, na wazunguke na kutufu nyumba kuu. Tumeelezea al-atiq maana yake nini, maana zote tatu. al-itq min an-nar, atiq al-qadim min awwal bayt wudi'a lin-nas alladhi bi Bakkah mubaraka, au al-atiq kwamba watu kuachwa huru, au kwamba jengo lenyewe kila likichukuliwa na watu majabari na watu jeuri na kutaka kuliharibu jengo, Mwenyezi Mungu anarejesha katika mikono ya watu wema. Waliyatawafu, kwa hivyo bilbait al-atiq, at-tawaf hii katika aya 29 mwisho. Waliyatawafu bilbait al-atiq ni tawaf al-ifadha, ndio tawaf ya nguzo yenyewe ya hija. Katika nguzo zake Arafa mshasimama, Mina mshakaa pale, umesali katika Mash'ar al-Haram Maghrib na Isha, alafu tena kwa ajili ya kubakia katika nguzo nyingine nahr, kuchinja, fasali rabbika wanhar. Alafu tena sala ya Idi kwa mwenye kuhiji si muhimu kwake, si lazima, lakini muhimu zaidi siku ile ndio siku ya kuleta tawafu ifadha. Kama tawafu ya mwanzo tulisema, mtu anapokwenda mwanzo akavaa kwa ajili ya nini, kufanya umra, alafu angojea tarehe 8 يوم التروية kwa ajili ya kwenda Mina, alafu anazivua zile nini, tahallul asghar, kutahallal na kwa ajili ya umra. Lakini hasa haji yako itaanza nini, katika tarehe 8 unavaa tena ihram kwa pale pale unapokaa pale Makkah unavaa, alafu kisha unaelekea Mina. Tarehe 9 ndo haji, al-hajj Arafa. Anakosa Arafa hana haji, anakosa kupiga mawe, anakosa kuchinja, kuna nini, fidia. Lakini al-hajj Arafa, kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, yani mtu akikosa Arafa basi amekosa haji. Na anaweza kuanza haji yake bila kwenda tarehe 8 Mina, kila moja kwa moja Arafa, haji yake inaanza pale baada ya kufanya kuvalia ihram katika miqat bil mawaqit aliyoweka Mtume sallallahu alayhi wasallam, maeneo maalum kutokana na kila njia kitaka kila direction, kama tulizitaja kabla katika darasa la nyuma. Sasa kisha alafu tawafu yake baada ya kuchinja na kwenda tawafu ya hija yake ile, waliyatawafu bi bait al-atiq, tunaelewa tawafu ifadha.
aslimia sana tawafu ziara, lakini maarufu tawafu ifadha. Hapo inakuja baadaye tawafu ya mwanzo ile kwa ajili ya umra inaitwa tawafu alqudum, na tawafu ya mwisho ya kuaga tawafu wadaa. Kwa hivyo tawafu ziko kwa malengo mbalimbali. Sawa. Haya, alafu aya inasema nini? waliyatawafu bibaiti atiq. Dhalika ndio hivyo, au dhalika, hayo yaliyotajwa yote katika manasik na mengineyo, hayo yaliyotajwa katika aya zilizopita. Dhalika, kama atafanya hayo, dhalika aliyofaridhishwa na Mola wake, hayo dhalika alwajib, katika yaliyokuwajibikieni kuyafanya katika hija. Dhalika ina maana chungu zima, dhalika hayo yote uliokusha kuyasoma, hayo yote ulioamrishwa katika masala ya hija. Dhalika, kwa sababu hiyo inaunganishwa wa na man yuadhim, sio wa man yuadhim. Na hivyo basi itakuwa yule ambaye atavitukuza. wa man yuadhim hurumat, hurumat hapa vile vitu vitukufu alivyoviamrisha Mwenyezi Mungu. Dhalika wa man yuadhim hurumatillah, yule ambaye atakayevitukuza vitakatifu alivyoviamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalika wa man yuadhim, hayo yaliyotajwa kuvaa ihramu, kutufu bilbaiti al-atiq na kuchinja, ni yote na kukoga na kujisafisha yote. Thumma liyaqtafathum waliyufu nudhurahum, na watekeleze nadhiri zao walizoziweka. Dhalika, hayo basi yote, wa man yuadhim, inakuwa ameadhim hurmatillah, vitukufu alivyotukuza Mwenyezi Mungu. Atakayefanya hivyo, wa man yuadhim hurumatillah, hayo basi ndio anatakiwa afanywe na yule atakayefanya. Hadhalika wa man yuadhim, wa man yuadhim, kusapoti yale yaliyotajwa yale kabla, na kwa hivyo huyo atakayefanya yale yaliyoamrishwa hapo katekeleza kama inavyotakikana, basi hiyo ndio inaitwa hurumatillah. Na unapozungumza kilima hurumatillah, dhalika man yuadhim hurumatillah, yule ambaye ataitukuza hurumatillah. Hurumat, wanasema hurumat maana inakusanya maana nyingi. Najua hurumat asli ni haram, haram, hurumat jamu, na ndani yake katika Qurani tunasema harama, ameharamisha. Hurima alaikum, hurimat alaikum, sio yameharamishwa. Na kwa haramishwa maana kwamba haya mambo matukufu aliyotaka Mwenyezi Mungu yafuatwe. Kwa hivyo unaosema hurumat, ikiwa maana moja, haya yaliyotajwa hapa ni sehemu ndogo ya hurumat, af'al hajj, vitendo vya haji. Sawa, hiyo hurumat au awamir zake Mwenyezi Mungu, wa ahkam, hukumu zake Mwenyezi Mungu. Na kama utatekeleza umekuwa umeadhimisha. At-ta'dhim khairun, na ukiwa utatekeleza basi. Dhalika man yuadhim hurumatillah, nini anasema baada ya kipande cha aya? Dhalika man yuadhim hurumatillah fahuwa khairun lahu, itakuwa kwake huyu ndio kheri kwake. Inda rabbihi, kwa Mola wake, Mola wake atapokea na atakuwa radhi naye. Fahuwa khairu lahu, atakayeadhimisha na kutukuza na kuiogopa na kutekeleza kama ipasavyo kwa unyenyekevu na hofu na uchamungu, ndio maana yake, basi huyu itakuwa ni kheri kwake. Inda rabbihi, kwa Mola wake. Dhalika fahuwa khairu lahu inda rabbihi, itakuwa ni kheri kwake. Kwa hivyo al-hurumat ni awamir za Allah na hukumu zake, na mwenye kuadhimisha khairu min at-tahawun bi shay'in minha, bora kuliko kupuza na kufanya kivivi kwa uwepesi tu bila kuipa hima na kutakasa na kuchukua kwa uzito
masala yale yaliyoamrishwa na hasa katika haji. ذلك ومن يعظم حرمات الله. التعظيم خير من التهاون. Kuadhimisha na kuogopa kwa ucha Mungu kufanya vitu hivi bora kuliko kufanya nini? Kufanya kama ni upuzi. Taadhim hurumatillah, kuadhimisha maelezo ya Mwenyezi Mungu na maamrisho yake. Manake nini? Manake an taarif qadraha, kujua qadri yake na umuhimu wake. Fala turtakab fiha ma la yasih, pasifanywe mambo ambayo yasiyopendeza kufanywa. Naam. Na anayetaka iwe haji yake mabrur, la rafatha wala fusuqa wala jidala fi lhaji, hakuna maneno ya kugombana, hakuna maneno ya kuudhi, hakuna kufanya fisq, uchafu katika kujitakasa. Kwa hiyo ndio alipoambiwa Nabii Ibrahim takase, atahir baiti litaifina العاكفين والطائفين وركع السجود والقائمين. aya 2 Baqara za haji yote tengeze safishe ili watu waje wasafi, tuhur nguo zao, tuhur nyoyo zao, kila kitu. Na utakaso huu unasababisha kwamba nini? Haji yao hata mtu akirudi nyumbani kayaumi waladatu, kama siku aliyozaliwa na mamake, hana dhambi zote. Sasa تعظم حرمات الله اصلا neno kama tulivyosema mwanzo, muharramun, harrama, na hurrima. Haya maneno muharramati yalivyotaja katika ibadat, katika at'ima, vyakula, katika nini, mara nyingi unaikuta kauli harrama na haram. Asli neno sisi tutachukua maana moja tu, ni haram haram, la, au sio? Lakini hasa تعظيم شعائر الله, kutukuza hivi vitendo vya Allah. Mwenyezi Mungu asema dhalika man yu'azzim hurumati llah fahuwa khairun lahu inda rabbi, bimaana kwamba almaqsud alamakin kwanza kama Makka, Madina, nini katika haram. Kwa hiyo ndio Bait alharam, alharam inaitwa Makka, pahala nini patukufu, pahala patakatifu, ndio kwa maana ikaitwa hivyo. Na alhurumat katika mambo kadha kadha, aya chungu zima imetaja katika mambo ya zawaji. Tunasoma katika mambo ya zawaji pia, tunasoma nini katika mambo ya ndoa. Katika surat Nisa imetumika neno kuanzia aya 23, hurimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum, wote hurimat alaykum. Yani haya mambo matukufu kwamba wao ni mbali, huwezi kuoa watu hawa. Sasa hii sisi moja kwa moja tunasema ni haramu, lakini maamrisho ya Allah yatakuadhimishwa. Maamrisho ya Allah yatakuadhimishwa, tuyaogope tusije tukaingia katika makosa. Kwa hivyo katika masala ya zawaji inakuja hii kwamba nini, yatukuzwe haya yale yaliyokuja kama ni maamrisho kutoka kwa Allah. Aina 13 au 14 zilizotajwa hapa, ambao watu ni haramu kwako kuoa, hawa ni watu nini, mahram kwako. Neno asli utaipata ile maana nini ya haram. Au hurimat alaykumul maytatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghayri Allah, katika aya 3 sura al-Maida. Tutazama tena hiyo yaliyoharamishwa kuyala. Kwa hivyo ikiwa katika mambo ya ndoa, ikiwa katika vitendo vya amali za ibada, ikiwa mambo al-kabair, madhambi makubwa makubwa, wal-fawahish, na machafu, yote yamekuja kutumika neno hurimat au hurima, inma harrama alaykum, yametajwa. Na hiyo katika kabair wa fawahish, shirki billah, kuua, katli, mambo ya mengineyo, ulevi na mengineyo, hayo yote ambayo yalikuwa min al-kabair, haya ni katika mambo muharramun alaykum. Kwa neno muharramun na haram na hurima, harama, kullu min al-muharramat,
yaunganishe pamoja al-haram kwamba ni pale patukufu, au maamrisho ya Allah yalikuwa matukufu, mtu asije akafanya mchezo akaenda kinyume na maamrisho haya. Halafu baada kutaja dhalika man yu'azzim hurumatillah, fahuwa, mtu atakuwa nini katika hali gani? Khairun lahu, khair kwake inda rabbih. Wa uhillat lakum al-an'am, na mehalalishwa kwenu nyie al-an'am, wanyama, na hasa unapozungumza al-an'am, wanyama hoa kama nilivyosema, yani wanyama min al-ibil, katika ngamia, wal baqar, na ng'ombe, wal ghanam, yani kondoo na mbuzi, hawote mehalalishwa, illa ma yutla alaykum, isipokuwa wale ambao mnasomewa. Yutla alaykum, mnasomewa na kuamrishwa katika Qur'ani, katika aya zake. Tunasoma tilawa bimaana kusoma, sio illa ma yutla alaykum. Illa ma yutla alaykum, yepi hayo? Katika aya 3 katika sura al-Maida tunasomewa yale ambayo yaliyoharamishwa kwenu. Meruhusiwa, ni halali kwenu min al-an'ami, illa, isipokuwa nini? Ma yutla alaykum. Alafu linganishe kwa nini ameamrishwa hivi na Wakureishi wakati wa ujahili walikuwa wakifanya nini? Ma yutla alaykum sile aina mwanzo ni wale hurrimat alaykum, hurrimat alaykum al-maytatu, aya 3 sura Maida, mmeharimishiwa. Ni makubwa haya kama mtafanya kwa Mwenyezi Mungu, yale yaliyokatazwa kufanya mkayafanya, ndio maana yake hurimat alaykum almaytatu, nyamafu walokushakufa wakachukua ukala, la, hapana ruhusa. Wadamu, kunywa damu haramu. Walahmu alkhinziri, manguruwe. Wama uhilla lighairi llahi bihi, na vinyama au wanyama ambao waliochinjwa si kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Hajachinjwa lillah, amechinjwa kwa ajili ya masanamu, amechinjwa kwa ajili ya miungu ya uongo, mkubalia, muhilla lighairi llahi bihi. Halafu kuna aina ya wanyama wamekatazwa. Aina moja kwanza, almunkhaniqa. Almunkhaniqa ni wale wanyama khinaqi, yani kunyongeka, mtu ampiga kabali hatawezi kuvuta pumzi. Almunkhaniqa, unajua simba, chui wanapokaa kwa rukia wanyama kama paa nani anabana kwenye nini, kwenye shingo kuzuia pumzi, hao ni munkhaniqa. Alikufa alafu akawachwa kwa kafa kwa ajili ya kunini, sio kunyongeka, almunkhaniqa. Alafu anaikuja nyingine almawqudha. Almawqudha ni wapi? Wale nyama waliokufa kwa nini? Kwa kupigwa sana, mawqudha. Walmutaraddia, wapi? Wale wanyama ambao waliodondoka sehemu ya juu wakafa, walioanguka, almutaraddia. Wanatiha, wale wanyama ambao waliopigwa pembe wakafa, natiha, natah, yani kwa pembe zao. Alafu nini tatajwa nini? Wama akala sab'u, amekuja chui, amekuja simba, amemla alafu kisha kambakisha. Sasa ile nyama Masai wanakula. Wama akala sab'u, na wale ambao walioliwa wakaachwa, na wanyama wakali, wanyama wenye kuinda wakala wanyama wenzao. Wama akala sab'u, hawa illa, basi isipokuwa ni kasa, illa ma dhakkaitum, isipokuwa wale mlioweza kuwahi kuchinja. Iko maana kuchinja, basi damu muhimu. Kwa nini mnakatazwa kula wanyama waliopigwa, walioanguka, waliopigwa pembe, walioliwa wakaachwa nusu? Kama utaacha kwa muda, asya utaona hikma ya kuamrishwa kwamba nini, mkitaka kuchinja wanyama mnachinja mpaka damu yote itoke. Kuwemo kwa damu ndani kutasababisha kuharibika kwa nyama, itasababisha magonjwa, kwa sababu nyama imeshakuwa ni sumu kwenu. Damu ikitoka nyama inakuwa safi. Sasa wale waliopigwa kakaa damu imebakia pale pale, haitembei. Kama haitembei inaharibu nyama, kwa hivyo magonjwa matupu yanasababisha. Kwa hivyo illa ma dhakkaitum, dhakkaitum, kuchinja, kuchinja.
Usije ukasema wamasi na wengine badala dhali utaja ila mazakaitu. Mila mazakaitu bila zaka au mazakaitu wale ndio watakasa. Kwa hivyo lahajat mbalimbali za Kiarabu wakati mwingine inasababisha watu kusoma makosa kwa ni lugha yao, lakini dha wa Masri hawezi kusema dha, mara nyingi wasema dha, ila wale waliochukua hima katika usomaji sahihi katika Qur'an. Au wewe wanasoma sahihi, anapokuja kueleza mbio mbio aya kama utamshtuka kama Shasharawi pia kitabu baada ya zakara kama zakaitu, wenyewe wanajua kwa kusudia nini kujia, lakini sasa nimshakuwa makosa kwa zaka tofauti maana ila ma zakaitu ila ndio kwa chinja wama dhubiha ala nini ala nusb, na wale ambao kwa diriki kwa chinja pia si neno, lakini na wale pia ambao haramu kwenu wanaochinjwa katika nini masanamuni, sehemu za maibada za ushirikina. Kwa hivyo hii aya imeeleza hapa. Wakati pia illa ma yutla alaikum, mengine katika yaliyotajwa yani Makureshi zamani wakati jahili walikuwa wanafanya nini? Walikuwa na ada zao na tabia zao kidini yani wana dini gani? Wao nini? Washirikina tu, lakini wamejipangia mambo wakayaharamisha. Tupokuta aya ambayo imetajwa wanyama ambao haramu kuwala, imetaja nini? Min albahira. Aina gani ya nyama walokatazwa? Ilivyokuwa Makureshi katika mambo yao wanayofanya katika bahaim kuharamisha wanaotaka wao, ma ja'ala Allahu, lakini Mwenyezi Mungu ajalia hayo waliofanya Makureshi. Ma ja'ala Allahu, tunasoma katika aya Al-Maida, Al-Maida aya 103, Al-Maida aya 103, Allah anasema ma ja'ala Allahu min bahiratin, aina mwanzo, wala saibatin, aina pili hiyo, wala wasilatin, aina tatu hiyo, wala hamin, wala ham. بحيرة سائبة وصيلة حم، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. قالوا لو كفروا ونمسنجزيا Mwenyezi Mungu kwa uongo kwamba Mwenyezi Mungu ameharamisha wanyama, wa aktharuhum la yaqilun, wengi wao hawatumii akili. Aina nne ya wanyama ambao wameharamisha Makureshi kuwala, Mwenyezi Mungu baida an hadha. Bahira anasema kama ngamia, ambaye ngamia huyo hutobolewa tundu nini katika masikio yao, alama anna laha nini la turkab, asipandwe, wala tunhar, wala sichinje, wala yuntafa biha, wala situmike tena kwa jambo lolote lile. Bahira wanamtoboa, na akasema kwamba sijui akishazaa sijui mara 5 kitu kama hivi. Ngojea tutizame. Wanasema bahira ikiwa amezaa matumbo 5 alafu wa mwisho akajume, basi wanamwacha hivi hivi, shaqu udhunaha, wanatoboa tundu yake, watarakuha tar'a bihurriya tama, wanamwacha hali majani, anafanya asiguse, asifanye chochote, asitumike, asichinje, asifanye chochote. Huyu anaweza kwa ajili ya nini? Wanajitolea kwa ajili ya miungu yao. Wala saibatun, wa pili yule ngamia au ng'ombe ambaye wanamwacha li alihatihim, kwa ajili ya miungu yao, kwa hivyo au kwa ajili ya masanamu yao wanamwachia. Kwa sababu nini? Wanatoa nadhiri kwa wale wenye wanyama wale, ndio nadhiri zao wanaziweka. Habebeshwi kitu wala hafanyi jambo lolote, wanaacha tu hivi. Wasila inakuwa kondoo, mfano akizaa jike, ikisha akazaa jike wa pili, halafu baadaye kama tazaa mfano wawili pamoja, pacha dhakar wa untha, jike na dume wakati katika tumbo moja,
wanasema huyu wasala, tukawasilisha, huyu bwana anaitwa wasila. Kwa hivyo huyu ushakuwa ni kwake, anacho kwa ajili ya Mungu, hawachinji. Wala hamin, hamin wanasema nini? Yule ngamia ambayo akizaa min sulbihi adad, wakifika 10 sio wangapi, wengine wanasema 9 wangapi, idadi mbalimbali, halas huyu tena anachiwa huru, tena anachiwa huyu tena, halas huyu ham. Kwa hivyo mwachieni kwa ajili ya Mungu. Kwa hivyo haya yametajwa katika Qur'ani, aina 6, aina 4 hizi ambazo walikuwa wameharamisha. Kwa hivyo wale ambao aya inasema nini, uhillat lakum al-an'am illa ma yutla alaykum, aina hizi mbili zilizosoma katika aya al-Maida, aya 3 na al-Maida aya 103. Kwa hivyo haya inshallah takamilisha baadaye, fajtanibu rijsa min al-awthan wajtanibu qawla az-zur. Hadha Allahu a'lam.